Ikiwa leo ni Aprili 14 ya mwaka wa 2025, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uketie mahali pasiri juu mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tunalitukuza jina lako kwa upendo wako na neema yako ya pekee maishani mwetu. Tunaendelea kukushukuru kwa namna ambavyo umetubeba wakati wote, kwa namna ambavyo umetulinda na kutuongoza. Jina lako litukuzwe sana. Asubuhi ya leo watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako, tukiomba uwepo wako uende pamoja nasi tunapojifunza somo hili la kesha la asubuhi. Tunaamini tutaenda kujifunza kwa uwezo wako wa Roho yako Mtakatifu, na tunaamini utatuongoza kuyaelewa haya tujifunzayo. Tusaidie kutuponya magonjwa yetu, tusaidie kuimarisha afya zetu, tusaidie kutuongoza katika jambo lolote tulifanyalo, na katika shughuli zote tunazozifanya ukatubariki. Enda nasi katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema utukufu wa nguvu ya Mungu. Timotheo wa pili sura ile ya 3 ya 16 na 17 inasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Mungu amependezwa kuwasilisha ukweli wake kwa ulimwengu kwa njia ya mawakala wa kibinadamu, na yeye mwenyewe kwa njia ya Roho wake Mtakatifu, akiwafanya watu wafae na kuwawezesha kuifanya kazi hii. Aliongoza akili katika kuchagua cha kusema na cha kuandika. Hazina iliwekwa katika vyombo vya udongo, na bado ni hazina iliyotoka mbinguni. Ushuhuda umewasilishwa kwa njia ya maneno yasiyokuwa makamilifu ya lugha ya kibinadamu. Japokuwa ni ushuhuda wa Mungu, na mtoto wa Mungu mtiifu anayeamini anaona ndani yake utukufu wa nguvu ya Mungu aliyejaa neema na kweli. Katika neno lake Mungu amewapa wanadamu maarifa muhimu kwa ajili ya wokovu. Maandiko matakatifu yanapaswa kupokelewa kama ufunuo wenye mamlaka usiokosea wa mapenzi yake. Maandiko ni kiwango cha tabia, mfunuaji wa mafundisho na kipimo cha uzoefu. Hata hivyo, ukweli kuwa Mungu amefunua mapenzi yake kwa wanadamu kwa njia ya neno lake hauondoi hitaji la uwepo na uongozi endelevu wa Roho Mtakatifu. Kinyume chake, Roho Mtakatifu aliahidiwa na Mwokozi wetu ili kulifunua neno kwa watumishi wake, kuangazia na kutumia mafundisho yake. Na kwa kuwa Roho wa Mungu aliyeongoza uandishi wa Biblia, haiwezekani kuwa fundisho la Roho liwe kinyume na fundisho la neno. Roho hakutolewa wala hawezi kutolewa ili kuchukua nafasi ya Biblia, kwa kuwa maandiko yanasema wazi kuwa neno la Mungu ni kiwango ambacho kwacho mafundisho yote na uzoefu vinapaswa kupimwa. Alisema Mtume Yohana, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 ya kwanza. Na Isaya anasema, na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Isaya sura ya 8 aya ya 20. Kwa kupatana na neno la Mungu, Roho wake alipaswa kuendeleza kazi ya neno la Mungu katika kipindi chote cha kazi ya kutangaza Injili. Katika zama ambazo maandiko ya Agano la Kale na Jipya yalikuwa yakitolewa, Roho Mtakatifu hakukoma kuwasilisha nuru kwa watu binafsi, kando ya mafunuo yaliyowekwa pamoja kuunda Biblia takatifu. Biblia yenyewe inasimulia jinsi ambavyo kwa njia ya Roho Mtakatifu watu walipokea maonyo, makaripio, ushauri na maelekezo katika mambo ambayo hayakuhusiana kabisa na utoaji wa maandiko. Sehemu zingine zinataja manabii katika zama tofauti ambao maneno yao hayakuandikwa popote. Katika hali inayofanana na hiyo,
Baada ya kukamilisha na kufunga orodha ya vitabu vinavyounda Biblia, Roho Mtakatifu aliendelea na kazi yake ya kuangazia, kuonya na kuwafariji watoto wa Mungu. Hii inatoka katika kitabu ya Pambano Kuu, toleo la 11, ukurasa wa 5 hadi wa 7. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, kumbuka leo ni Aprili 14, mada ikisema utukufu wa nguvu ya Mungu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili la Kesha la Asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.